ni wanafunzi wake, ni watumishi wake, ndio tunazungumza habari zake. Alafu kuna habari Yesu apatikanaye kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6. Kuna Yesu Yusto apatikanaye katika Wakolosai 4:11. Kama sio Wakolosai ni Wafilipi, lakini sura ya 4:11. Ukikosa Wafilipi nenda Wakolosai 4:11. Huyu anaitwa Yesu Yusto. Hasa hawa watu wanaotafuta fedha, unaweza ukafikiri wanasema Yesu Kristo, kumbe wanasema Yesu Yusto. Kwa jina la Yesu Yusto, Yesu Yusto nakwambia, kwa jina la Yesu Yusto, kumbe wanasema Yesu Yusto, sio Yesu Kristo. Hasa wewe kwa akili zako unasema anatajwa Yesu Kristo, lakini hakuambii uache dhambi. Unafanya kazi ya ukahaba, unafanya kazi ya kudhulumu haki za watu, umepewa mamlaka serikalini, una ofisi umepewa, hudumie watu kwa fedha zao, kwa kodi zao, lakini unadhulumu, unaenda kutoa fedha nyingi kwa huyo mtu, na kwa sababu amegusa maisha yako, amegusa biashara zako, amegusa misingi ya maisha uliojiwekea, anagusa umo, huyo mtu anataka fedha. Hilo ndio kundi la kwanza. Kundi la pili, kuna watu wanafanya huduma ili wawe na majina makubwa, wanatafuta majina, waheshimiwe, kwamba hilo jina likitajwa dunia ijue, au nchi, taifa litambue fulani ametajwa, apate heshima. Huyu mtu basi atafanya yale ambayo yanamheshimisha yeye, ambayo yeye watu wakiyaona ama kuyasikia yatamuinua, na hapo hata inuliwa Kristo. Kuna mtumishi mmoja maarufu sana yuko Dar es Salaam, ana watu wengi sana. Niliwahi kusikia shuhuda za watu walioko pale, na mmoja aliwahi kuwa kanisani kwangu hapa, ananiomba ruksa, anasema mimi nataka niende kule kwa sababu niko kwa wazazi wangu wananilazimisha niende kwake. Nikamwambia hakuna shida, Jumapili ukimaliza ibada yetu nenda tu, ila utakaporudi niambie mafundisho mliopewa. Huyu aliwahi kumwambia binti mmoja, wewe umerogwa na baba yako.